Yes, ebana leo tuko Lugoba, lakini pia tumekuja kuona kitu gani ambacho kinafanyika ndani ya Lugoba TV. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba tuna support, lakini pia tunatoa kitu kikubwa sana kwa sisi kama Ommy Kids Online TV. Ebana, update zote tunazipata leo kutoka Lugoba. Nazungumzia humu ndani kuna audition ya wasanii wa maigizo. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia vipaji vipya, tunaenda kuangalia watu wapya, lakini pia tu character mpya zote zinapatikana humu. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kama una kipaji, una talanta yako ambao unaiamini, basi Lugoba TV wako on fire, lakini pia wako on fire zaidi ya fire unayojua wewe. Kwa hiyo tunaenda kupata update zote na taarifa zote. Kikubwa tu ungana na sisi kama Ommy Kids Online TV, tukupe taarifa zote ambazo zinapatikana leo ndani ya Lugoba au Lugoba TV. Bana, leo nitataja Lugoba TV 2. Bana, tuko na Ommy Kids Online TV. Wananiita Zonge Boy, Mr. Safu Pendo, King of Romantic, kwa na mimi au sio? Tambulisho wote. Kwa majina anaitwa Samuel Michael Maginga, najulikana almaarufu kama Richi. Mimi ndo manager director wa Lugoba TV. Niseme karibuni sana, tushiriki jambo letu na tulimalize vizuri. Asanteni sana. Wasanii mimi jina langu naitwa Mwisa 09, ni director wa project za Lugoba TV. Karibuni sana. Wasanii kwa majina yangu naitwa Loveness James, wengi wanajua kwa jina la Loveness au Madam Love. Mimi ni mlezi wa Lugoba TV. Karibuni sana. Salama Idi Kimwasa. Sifuri 741597708. Happy. Action. Jamani. Serious my love. Kwa nilisahau. Kumbe leo ni birthday yangu. Asante sana kipenzi changu, maana umekumbuka siku yangu muhimu sana, siku ya leo. Kwenye hii dunia nikisema nitaje watu wanaowapenda na nafasi, hakika wewe ni mtu wa kwanza. Asante sana baby, nimeenjoy, maana bila wewe sidhani kama hiki kitu kingefanyika siku ya leo. Asante sana kipenzi changu. Love you. Ndio. Takupa simu. Ndugu yangu, mimi pia ni binadamu, na kwenye haya maisha bila kukosea huwezi kujifunza. Nimetambua kosa langu, naomba unisamehe. Naamini hakitojirudia tena hiki kitendo nilichokifanya. Mimi ni mkosefu, ndio maana leo niko mbele yako. Naomba unisikilize na kunielewa, na kuahidi kwa hilo. Nimeona una umuhimu sana kwenye maisha yangu. Naomba unisamehe. Hakika sitoirudia tena ile tukio. Nisamehe sana. Mimi ni binadamu. Nitajifunza kutokana na makosa niliyofanya. Safi. Kwa majina naitwa Bakari Mtelekezo. Bakari Mtelekezo Adamu. Yeah. Uh, 0693456539. Happy. Happy. Action.
Alikuwa lichi jamani. Alikuwa lichi sana. Nimemwambia lichi. Sorry. Haya maji ninayoyaona hapa, kabla sijayachota, unayachota kabisa na yangu. Alama za kwenu. Kwa majina naitwa Vivian. Vivian forever. Abe 07 74 74 95 99. Happy. Action. Kwa nini mnifanyia hivi? Nimekosea nini? Nimekosea nini mimi? Utanisamehe mwanangu. Sina pa kukuweka. Maisha yangu magumu. Hapana mwanangu, nilikuwa nafanya makosa kukuacha wewe hapa, hata kuwa sina msaada wowote. Maisha yangu magumu. Elewa thamani yako mwanangu. Mambo Poa. Mimi naitwa Dennis. Majina yako yote? Naitwa Dennis Simoni Mapunda, ila kwa wengi wanapenda kuniita Dani, basi natosha. Dennis Simoni Mapunda. Wako nyumba? Ndio wenyewe. Namba ya simu ni 06 555 Kiswahili tafadhali, nenda shule. 06 55 03 14 88 03. Samani mwita. Unajua kwa jigana kiazima kio. Kwa sababu nataka niangalie sura yangu. Sijui nina mkosi gani. Nimeumizwa. Naumia. Nateseka. Sababu kila ninayemwoa mwanamke akai, hatudumu, hatujengi. Sijui nimekosea wapi, sielewi nifanye nini. Blazo, niazime kioo, angalau nijiangalie sura yangu tu, nijue na kasoro gani niirekebishe. Ndio ni mimi.
Unasemaje? Wapi? Safi. Majina yako? Janeti Paskali Mswai. Janeti Paskali. 75 82 04 31. Janeti. Mimi nataka utuoneshe ulichokuwa nacho chochote kile kuhusiana na mambo ya jinsi. Sitotaka sisi tukwambie ufanye nini. Sawa. Sembai. Happy? Happy? Action. Sikiliza nikwambie wewe. Naomba pesa yangu. Sijui unanielewa vizuri? Sipendi masiara katika kazi zangu. Naongea na wewe. Usinitolee macho kama mjusi kabanwa na mlango, sawa? Naomba pesa yangu. Majina yako? Naitwa Elisha Thomas John. Elisha? Elisha Thomas. Donas. Elisha Thomas John. Thomas. 07 60 99 09 64. Nice. Okay. Ambacho ukipata Embo, naomba unisikilize kwanza wewe mwanamke. Nilikupenda kwa dhati. fanya mwanamke wewe na kamera yetu. Okay. Action. Nilikupenda sana kwa dhati wewe mwanamke. Action. Penda kwa dhati sana wewe mwanamke. Habari, poa. Kwa jina langu naitwa Habiba Ali. Namba ya simu? 0783 9956 89. Sasa, Yeah. hebu ndo tunataka kukupa nafasi sasa. Onyesha ulichokuwa nacho. Sembai. Nasikia wewe unahusika na kifo cha mama yangu. Sasa niambie, ni kosa gani mama yangu alikufanyia mpaka ukasababisha kifo chake? Ni kwa nini ulimuua mama yangu? Kati. Ndio alimwata. Nia na madhumuni mloge naye akupende kuliko Wote. action. We Asman. We Asmani. Asmani. Mbona sielewi, amka. Asmani. Asmani, amka. Kuna mshiriki namba 8 huko. Namba 8. Waje.
Naitwa Nchila Mandela. Nani? Naitwa Brighton Mandela. Petro. Brighton Mandela. Yes. Basi. 06 26 29 48 17. Yes. Hapa mimi naweza nikachukua namilio ya mtoto yatima, labda kuona naweza nikahakikisha kama hiyo hapa. Mfu wangu mimi sijampaka huyu, sio mimi sijambaka huyu, labda kuna mtu mwingine, mimi sijui bwana. Kama vipi tutafuta udhibitisho ambao unahakikisha mimi kama nimembaka huyu. Hapana kabisa, kwa kweli naombeni, yani mnielewe kwa hili, mimi sijambaka huyu, tafadhalini sana. Kama kuna namna yoyote ya kuweza kufanya ili kujulikana kama mimi nimembaka, basi tufanye utaratibu, lakini mimi sijambaka. Wewe umebaka? Hapana. Umebaka? Hapana. Tutafute namna nyingine ambayo inaweza kudhibitisha kwamba mimi nimembaka. Kama wewe hujabaka, sawa? Ndio. Nenda nje katutie ushahidi namba 9. Naitwa Dore Makanjira. 06 21 85 46 42. Sawa, tunaomba utuoneshe ulichokuwa nacho. Action. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Ni kila siku na kusema wewe na jambo moja hilo hilo. Hivi unataka kuwasababisha wanawake wote waonekane wapumbavu kama ulivyokuwa wewe? Alafu unavyoongea mimi naomba unisikilize na unisikilize kwa umakini. Huo ujinga unaofanya, ipo siku chui atageuka kuwa kondoo na kondoo atageuka kuwa chui. Action. Asante wapenzi watazamaji wa Omikidi Online TV. Leo tumemtembelea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia tumekuja kupata machache na kuyajua yale mazuri, lakini pia tunakuja kujua mipango ya nchi, kajipanga vipi na nchi yake na jinsi gani anavyoiendesha kwenye nchi yake. Sasa basi, kama mdau lakini pia kama shabiki wa Omikidi Online TV, basi sasa huu ni muda wako wa kupata taarifa zote. Nipo. Sawa, huyu ni mpenzi wako. Sawa. Huyu bwana akinuna, kitu pekee ambacho kinachomfanya acheke arudi katika tabasamu lake ni wewe ukirudia kwa sauti yako nyororo. Umetoka tangu asubuhi, umeenda kwa mama yake yeye mzazi, ndio jinsi ulivyoaga. Lakini kumbe wewe kuna sehemu ulikuwa kuna fedha ukachukue kwa ngoma tu, umeenda kwa mama yake. Sasa unarudi kanuna, kitu pekee cha kumfurahisha ni nini? Kumwimbia. Utafanya utukio, jamaa ataonesha tabasamu, afu baadaye atakuja kuambia ukweli kwamba ukwenda kwa mama. Mume wangu, usiwe hivyo. Ungenipa hata muda mchache wa kunisikiliza. Sawa, nimechelewa, ila umbali sio kifo. Baby, usije niacha,
ukawapenda wahoka, yangu sura ukaficha, tambua nakupenda sana, mi mke wako, nivumilie tusije kuachana, nishaoza kwako, naja baby, naja kuja ulipo. Tulia kwanza wewe Zuchu, tulia. Sikiliza wewe mwanamke, mimi najua mwanzo na mwisho. Wewe ukwenda kwa mama, unanielewa Kiswahili? Hivi unajikuta nani labda nikwambie Kwa hiyo kukupenda kwangu mimi ndio unaniendesha sasa kama punda, si ndio? Sikia wewe mwanamke, kuanzia leo hii ingia ndani, chukua vyako, toka kwenu. Mpaka nachanganyikiwa. Nenda kwenu. Mume wangu, mbona umebadilika hivyo? Ni kosa gani kubwa ambalo unashinda kunisamehe mimi hapa? Unaniambiaje mimi wewe? Nabadilika kivipi? Jamani, yaani mwanaume si mtu aina gani? Nimeamini leo. Siku zote mwanaume hata kama akifanya kosa, ila mwanamke anataka kujishusha. Yaani unachofanya usinielewe hapa ni kitu gani? Niambie ukweli ili tuelewane. Umetokea wapi? Kwa mama. Umetoka kwa mama, unanidanganya. Umetoka kwa mama. Sasa ngoja nikuonyeshe. Si umetoka kwa mama, hutaki kuniambia mimi ukweli. Ulikuwa wapi? Ngoja nikuonyeshe. Naingia ndani. Mume wangu. Hapa si ndio? Ubunifu wa kwenu binafsi. Bye. Stand by. Nimeshoka kuona. Mke wangu. Naam. Sorry, sijasema mke na mume, wapenzi. Okay, cut. Action. Kipenzi, unajua mimi nimechoka haya maisha. Nahitaji muda wa kuwa na wewe. Mpenzi wangu, nimekwambia kabisa itafikia wakati utafurahia. Ngoja kwanza nimalizane na hizi kazi. Shida nini mama? Muda mwingi nimekuwa mimi nakuelewa sana, lakini unajua nini kipenzi? Yaani mimi hata nikienda kazini huwa nakufikiria wewe sana. Alafu unajua mama, pale nyumbani unakuta kuna vitu hata kama kiongea nakuwa simuelewi. Mawazo mengi yapo kwako. Kwa hiyo mpenzi, kuwa makini sana. Ukija kuniacha nitaumia. Usijali. Sina mwingine zaidi yako. Amina. Sawa, nakusikiliza. Sawa. Samani, ila usishike. Ongea tu, mimi nakusikia. Sasa mbona unaongea kiukali? Yaani nimekuheshimu, nimekupa nafasi ya kukusikiliza, na bado unataka nikupe nafasi ya kunishika. Hivyo vyote nilivyokupa vikutoshi mpaka nikupe nafasi nyingine ambayo haikusaidii chochote. Okay, sihitaji unishike. Kwani na usichokelewa kitu gani? Mpaka mwanamke anakuta mazingira kama haya. Si ujue anautaka. Fanya hivyo basi. Sio kila mtu anautaka anautaka. Sawa? Mwingine hautaki unautaka wewe. Wewe kaka vipi? Au shoga? Inawezekana. Basi ungesema toka muda kama yeye bwabwa. Mimi napata nguvu zangu, nakula maharage, nakula choroka, nakula kunde, nakula vitu vizuri kuongeza lishe mwilini, najua utakuja kuyamaliza, alafu nakuja hapa. Kumbe ni mpango wako. Sawa. Action. Shikamoo baba.
Kwa sasa hivi ndo najua nilivyokuwa nakukataa, usinishike na usinisogelee. Baba sasa anataka ili kukuthibitisha kama mimi nilijali, ili kukuthibitisha kama mimi sio bwabwa, ili kukuthibitisha kwamba mimi sio shoga, na mimi kukuthibitisha kwamba sijashikwa bega. Sasa na mimi nataka ukani. Baba. Si ulikuwa unautaka? Mimi nishaupaka mkongo, twende. Subiri basi baba, subiri. Baba, mimi nilikuwa sitaki. Baba, tutamkwe. Mimi nilikuwa nakutania tu mwenzako, wala hata sitaki ya mwanao nyumbani, inanitosha. Wewe ulikuwa unaniagizia, si ndio? Kwa unanifanya joti kuniletea ukomedi. Sasa mimi niko serious sasa. Sawa? Yaani mimi niko serious tofauti na unavyonifikiria. Mama, twende ukanipe. Sawa baba. Nakuja mwenyewe baba. Utakujaje mwenyewe kwa sababu unataka kunishika? Si nilikukataa? Ukaona ulazimisha. Ukaongea maneno mengi. Sasa mimi nautaka sasa hivi. Twende taratibu baba, inauma. Mbagala. Huyu unaona hapa ni dada wa mke wako, ni dada wa mwanamke wako, ni dada wa demu wako, ni shoga yake demu wako. Yaani huwa anakujaga geto wakiwa pamoja. Sawa? Ndio. Leo naingia kwa ndani kwa mtoto kwa peke yake. Afu mtoto anataka show. Wewe hauko tayari. Sawa? Wewe usishinde. Ngalizo. Wewe vipi? Kwema? Kwema, karibu basi kaa. Asante. Shangaa kukuona huko peke yako, nishazoea mkiwa wote wawili mkiwa mnaongozana. Hamna. Mimi leo nimekuja kwa ajili yako. Kwa ajili yangu kivipi? Ndio. Achana na rafiki yangu. Mimi kusema kweli nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Na leo nimekuja kwa dhumuni la Hebu subiri. Habari hizo mimi sizihitaji kabisa. Sizihitaji. Dennis, nahitaji penzi lako mwenzako. Jua kabisa kwamba mimi natembea na rafiki yako. Je, kesho akifika kujua? Hapana. Iko kitu sikiwezi. Nisikilize basi. Samani sana. Samani kabisa. Sihitaji niingie tena kwenye mahusiano na mtu mwingine. Hapana. Siacha ushamba. Ushamba nini? Nione. Hakuna cha kukuangalia. Kwanza ndani kwangu umefuata nini? Hebu toka kabisa, toka. Hapana, toka ndani kwangu, sikutaki. Sikia mwanaume, mimi nishakuchoka. Kila siku huko ndani nitembele dagaa. Okay, kamera. Sikia mwanaume, maisha huko ndani mimi nishachoka. Kila siku tembele dagaa, au siku nyingine pasilike kabisa huko ndani. Mimi maisha sio maisha yangu. Wewe mwenyewe unajua jinsi ulivyonipata. Umenikuta mtoto mzuri na nawiri, rangi nzuri, lakini sasa hivi nishaanza kupauka. Hata mafuta kupaka sasa hivi sina. Yaani hata anaanza na kushinda. Kiufupi mimi sikutaki. Kama umeshindwa kunihudumia, utanihudumia wanaume wenzako. Subiri kwanza basi nikwambie mpenzi wangu. Unajua hakuna mwanamke mwingine ambaye ninayempenda zaidi yako wewe. Tafadhali, naomba nisikilize. Sio kwa sababu sasa hivi sina kazi, naomba ridhika na hali yangu. Kesho tutapata. Niache bwana. Niache. Nisikilize basi mke wangu. Sasa ukitaka sasa kuniacha, utaniacha na nani? Mimi nishakuzoea. Sikia nikwambie, niache kwanza. Mke wangu.
Sitaki. Mke wangu tafadhali. Utaishi kama ulikuwa unaishi hapo nyuma. Tafadhali, naomba usiniache. Sasa huyu bwana wewe, huyu mwenye nyumba yako sawa, wake. Mimi nimetokea Dar es Salaam. Lugoba. Dai kodi. Nivumilie nyingi. Lakini wewe ukamtia mimba mtoto wako. Haya mwanangu, niambie, maana nimekuvumilia sana mpaka nimechoka sasa hivi. Ndio. Mama alikuwa naomba kwa hili univumilie kidogo. Baada lako nalitafuta. Sali sauti. Baada lako nalitafuta. Nikipata mamangu nakupatia tu lako. Unakumbuka huu mwezi wa ngapi? Najua mama, lakini unajua hata hali yetu ya uchumi hii ni ngumu. Kwa hiyo inabidi nivumilie, endapo mazingira yangu atakaa sawa, utakopa hela yako. Yaani nazidi tu kukuvumilia. Mama, please naomba unielewe. Hivi unajua bei ya tofali wewe? Kwa sababu hata mimi sio mimi, lakini ni hali yetu ya uchumi. Kwa hiyo ningekuwa nayo hiyo hela ningekupatia, bado napambana nikipata nini nakupatia mama yangu. Nisikilize nikwambie kwa makini. Hujanisaidia mchanga kwenye ile nyumba wala hujanisaidia tofali. Leo mimi natoka hapa asubuhi. Nikirudi nataka pesa yangu. Shut. Kama sio hivyo, toa kilichokuwa chako, tembea, nyumba ziko nyingi. Mama. Kwa hiyo usinivumilie tu. Hivi nitakuvumilia kwa muda gani? Kwa sababu mwenyewe hapa sio mimi. Nivumilie ndani hata wiki 2 hivi. Kuna sehemu nasubiria kwa mchongo fulani. Naweza nikapata, nitakurejeshea hela yako. Ngoja nikwambie kitu. Yaani jinsi nilivyokufadhili, jinsi ninavyokunyenyekea, bado unaniona mimi ni mpumbavu. Umeamua na kuvumilia kwenye kodi yangu ya nyumba na kuvumilia mambo yako mengine mpaka unaenda kumtia tena mimba mwanangu. Hivi unatarajia nini wewe? Unajielewa kweli wewe? Mama. Kwanza usiniite mama. Si unanielewa eh? Mimi sio mama yako. Sawa. Ninachotaka leo hii hapa, fungasha virago vyako uondoke. Na ule mzigo beba, ondoka nao. Siwezi kulea kitu ambacho cha kipumbavu kama wewe unachomfanyia hapa. Sina cha kufanya sasa hapa. Kama umeshinda kunielewa, kwa sina cha kufanya. Kwa basi nivumilie, niangalie mazingira, sehemu ambayo naweza kwenda. Magole. Kitunda. Yeah. Maisha. Abe. Msaka. Kiukweli nishaikuwa ila Sasa ndio sasa hivi. Sijawahi. Ndio kwa mwanangu. Sasa kuja anakwambiaje? Yaani Afrika kwa kumbatia jana kwa simu kwa. Mimi nimepima. Nilikuta ni mjamzito. Babake ni mwanajeshi, mtoto na ni mwanafunzi. Na babake ana historia, alishapiga risasi watu hawa. Mmoja alimsimamisha kumuuliza, wa pili alimuomba namba. Wewe ni watatu umemtia mimba. Action. Njoo basi sisi kufanya basi chapu wai basi kwani. Njoo nini? Yaani leo tu ni kidogo kuna kwa kidogo tu. Iko unawahi nini tena? Subiri kwanza. Shida nini mimi? Mbona sasa ni kwa vile una majonzi fulani? Ni kweli. Nini? Mimi nimeenda kupima. Nikagundulika kuwa mimi ni mjamzito. Yaani unanitania ama unaniambia ukweli?
Nisikilize. Unanitania? Ni serious ama hebu niambie kwanza. Sijawahi kukutania. Niko serious. Mimi ni mjamzito. Kwani umebeba mimba? Sikukuruhusu ubebe mimba. Kwani wewe ulishindwa kujizuia? Kwa nini wewe sio unajibu na gani? Kwa nini unanilaumu mimi? Kwa hiyo kipindi unakifanya kile kitu, huko unajua kama utakuja kutokea hiki kitu? Nijue nini? Naiweka wapi sura yangu? Babako mwenyewe nadhani unamjua. Mimi nitapona? Hakuna cha baba wala cha nini. Utambue kitu gani ulichokuwa unakifanya. Utambue mimi pia. Sio unakuwa unajiazia wewe. Mimi pia na maisha yangu na mimi babangu namfahamu. Kitu ambacho tunataka tukiangalia hapa ni hiki tu fanyaje. Haliyakuwa ni wewe mwanaume. Aha. Wayaje tu. Sikia. Nakupa masaa mawili tu. Huyu mtoto nisikie taarifa ametoka. Unasema? Atoke! Sipo tayari. Kirahisi tu. Sasa ninachokwambia naomba unisikilize. Mimba haitoki. Hakikisha hafanikiwi. Sawa? Ndio. Hakikisha afanikiwe. Hakikisha. Action. Mbona wasiwasi hivyo? Leo ndo umeniita tu ghafla. Nakuona. Chukua nikupongeze. Umesikiliza sana wito wangu. Ndio. Yaani unajua siku zote nilikuwa busy. Leo nimetulia zangu nyumbani hapa. Kuna kitu nataka unifanyie. Ni kitu gani hicho? Acha mambo yako bana. Kuelewa kwamba sogea basi. Unaogopa nini? Sawa. Mimi nataka unidonoe. Udonoa? Ndo nini? Embo acha masiara basi. Kwani unasema darasa ngapi? Mimi hapa nipo darasa la 6 mwakani la 7. Sawa, unajua wewe hapo sasa hivi ni mkubwa eh? Alafu yaani hao watoto wa 2000 achana nao. Sisi mishanga sasa hivi wa mnato. Sio, umenielewa? Yaani kama ile barafu ndio linaanza kuganda ile. Sio, umenielewa? Niambie hapo hujaelewa. Mimi hapa. Wewe nini? Naumwa nyumbani. Unaumwa nini? Naumwa ki. Kaa chini kidogo. Kaa chini. Naomba vidole vya chini. Sawa. Nyosha miguu. Nyosha huku. Ndio. Nyosha huku. Unataka kunifanya nini? Unaona pale mlango shafunga. Sebuleni kuna watu, tuko hawa wawili. Subiri kwanza. Tuko kwenye kampuni ya Lugoba TV. Lengo tu ni kukuza. Hii ni kampuni inajihusisha kukuza na kuzalisha vipaji vya uigizaji. Lakini leo nimekutana na moja kati ya washiriki ambao wamekuja kwenye audition. Huyu hapa mwenye atajitambulisha, lakini pia tunatamani kujua kipi alichokutana nacho ndani na changamoto gani alizokutana nazo ambazo kipindi anaenda kufanya hiyo train. Bana bro, vipi? Safi, mambo vipi? Kama kawa. Fresh. Unyama ni mwingi. Umepoa sana hivi. Amna mwanangu, na vitu navifikiria tu vya ndani humu kidogo. Ulipoingia ndani umekutana na kitu gani ukasema hichi bwana hapana? Kuna kitu ambacho nilichokikuta labda
ni scene ambayo niliopewa nicheze. Nilivyoicheza nikajikuta scene ya pili ambayo niliopewa niirudie, nikajiona nimeumia hivi, kwa hiyo ikanitoa katika mood. Aisee, pole sana. Haina shida. Unawashauri nini watu ambao wako nyumbani alafu wanasema kwamba sanaa ni uni ama sanaa ni nini? Unaona kipi cha kuwaeleza? Kitu ambacho nachowaeleza kwamba sanaa, kwanza wakae wakijua kwamba sanaa sio uhuni. Sawa, sanaa ni wito kama wito wengine watu wanavyoitwa kuja kazini. Sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Kweli kuna watu ambao wanafikiria bwana sanaa uhuni, labda mtu anaweza akamkataza mwanae ama mke wake usende kwenye sanaa, unaenda kufanya labda sijui ufuska hivyo. Kwa maana ninachoambia tu, kama kuna watu wana vipaji basi wajumuike tu katika sanaa. Sanaa sio mambo mabaya, sanaa ni kazi kama ajira zingine. Nikikwambia umtoe jaji mmoja kati ya wale majaji waliopo ndani, yupi utamtoa? Ambaye amekufanyia lo mbaya. Kwa kweli nikisema pale nimtoe yule wakati yule. Sasa na umpendi. Sababu niliomba irudiwe take 2 akaninyima. Maana nilivyojishtuka tu nimeumia, unaona? Nimeumia. Lakini ndio hivyo dakika ya mwisho. Lakini unajipa asilimia ngapi wewe ya kusema kwamba bana kwa hili zoezi utatoboa? Asilimia 100 kwa sababu najua nini ambacho ninachokifanya. Hivyo. Bwana bro, asante na mimi nikutakie pole kwa kuuguza kidonda. Asante bwana, shukrani. Nimuonesha tu uwezo wangu mheshimiwa. Basi unyama mwanangu. Asante. Pamoja. Okay. Bado tupo, lakini leo tumekutana na mrembo mmoja. Mimi nikimwangalia ni mifili kama Ariana hivi, so beautiful. Kwanza akapendeza, kali ana stylish ya kitofauti tofauti. Kiukweli kwamba kimuonekano ni msanii. Mambo poa? Mzima. Umependeza, so beautiful. Asante. Nani alikusema yani alikudesignia hayo mavazi ukasema kwamba bana leo vaa hiki na hiki na hiki na hiki? Ni mimi mwenyewe. Ni wewe mwenyewe? Sio shemeji? Mna, ni mimi mwenyewe. Ni wewe mwenyewe? Shemeji amekuona? Hapana. Yani ningekuwa mimi alafu ndo nakuwa mtu wangu umependeza na maana ningekwambia hakuna kutoka ndani. Okay. Unaitwa nani? Naitwa kwa jina langu halisi naitwa Fatina Ali, ila kwa jina la sanaa naitwa Habiba Mazarau. Habiba Mazarau. Why Mazarau? Ndo brand yangu. Ndo brand yako. Habiba Mazarau, na mimi naomba nipite humo. Habiba Mazarau, audition umeionaje na katika audition zote, kwa sababu wewe una experience ya sanaa, lakini pia tunavyoingia kwenye swala zima la audition ainaga experience. Kwa wewe kama wewe, kwa uzoefu wako uliokuwa nao na audition zingine ulizopita, na hii ina utofauti gani na hizo zingine ambazo zimepita nyuma ambazo umeshiriki? Unajua tukisema utofauti lazima labda tuseme majaji au watu unaokutana nao, kwa sababu unakutana na watu tofauti, huwezi ukasema wanafanana. Kwa ndo maana hii ni Lugoba, hizo ni zingine. Wewe unajipa asilimia ngapi kwa babada hii hapa bila toboa? Mimi lazima nijipakulie minyama kwanza. Lazima niseme 100. Lazima useme 100. Okay. Yes. Siwezi kujishusha. Okay, sawa. Ulivyoingia ndani mule umeona changamoto gani umekutana nazo sehemu zingine zote ambazo umeshiriki, hujasema hii bwana bonge moja na changamoto kwingine kote sijakutana nayo? Hamna changamoto. Mimi na imani hamna changamoto. Kwanza ni kujiamini wewe mwenyewe unachokifanya. Kwa hizo zingine mimi naona ni za kawaida tu. Sawa. Umesema Habiba nini? Habiba Mazarau. Nahisi mimi nikupe fursa hiyo. Una TikTok, Instagram, Facebook, nikupe nafasi na wewe watu wakaone Habiba Mazarau. Why, kwa nini Mazarau? Ndo brand yangu, nishakwambia ni ndo brand yangu, na kitu ambacho natengeneza labda contact lazima zina kitu ambacho kinaingiliana na Zarau. Unaweza ukanioji mimi? Kukuoji wewe? Leta nikuoji. Sawa. Asante. Tuendelee kwa hapa. Mimi kama kawa. Bwana, tunatamani kujua jina lako. Mimi naitwa Dennis Simon Mapunda, lakini watu wengi sana washakuzoea kuniita DJ Dani. DJ Dani. Wewe mngoni? Nyumbi bombi. Tani wangu huyu bwana, bosi wangu, usishangae. Bwana, audition umeionaje? So, audition imeenda vizuri. Nimependa, ilikuwa vizuri.
Nimefurahia kwa kusema kweli. Ukipata nafasi ya kuwashauri Lugoba TV, kampuni ya uzalishaji wa filamu Lugoba, hususan katika viunga hivi vya Chalinze, ungewashauri kitu gani? Waongeze kitu gani pale kilipalivyo ambavyo umeona kuna mapungufu? Okay. Mapungufu yapo, lakini pia uendelee kuhamasisha vijana. Unajua mtaani kuna vipaji vingi sana. So tusiendelee tu hapa, waendeleze. Maanake sio Lugoba tu, pia pembeni kuna vijiji vingine vya nje pia kuna vipaji vingi sana vipo. Pia nilikuwa nawaomba wazunguke, wajaribu kuzunguka kila sehemu ya ndani ya Lugoba na Chalinze nzima. Hii sini hapana, sijawahi kupewa na sitamani hata kupewa tena. Hapana, siwezi kusema kwamba sinia gani ambayo nimepewa nikaweza kuikataa, kwa sababu sinia zote ni nzuri, ila tu inadependi na mwenyewe utakavyojiweka kwa kuipokea ile sinia. Basi hivyo. Nikikupa nafasi ya kumtoa jaji mmoja pale ambao utasema huyu hapana. Hapana, ni majaji kwa sababu jaji ana judgment, wewe anakuangalia wewe kitu ambacho unachokifanya. Pia yeye pia ni mwongozo kwa wewe kwamba wapi huyu mtu nikimweka hapa anaweza kafiti, nikimweka hapa anaweza kafiti, kwa sababu yeye ndio anayeona mwangaza wangu mimi kwa undani, nini ambacho nilichokuwa nacho mimi. Au si? Kimbi? Hapana, hakuna kitu kama. Basi poa walango. Niko na mwanangu wa faida, rafiki yangu sana. Huyu aliyomwimbia 20%. Ukimwona Neema. Mama yake kafufuka. Bana Manema vipi? Safi. Kama kawa? Fresh. Unyama? Kabisa. Umefurahi sana leo mwanangu. Kwanza nimefurahi cha kwanza kukutana na wewe leo, sikuamini kama nitakutana na wewe. Kwa hiyo yani nina furaha yani moja kubwa sana. Niambie. Bana fresh. Leo audition umeionaje Manema? Audition kwa kweli ni nzuri. Nimependeza, nimeikubali. Wewe kama wewe, sini gani ambayo umepewa ukasema bwana hapana, hii hapa mmenichongea hapa? Kiukweli wangenipa sini ya mapenzi. Yaani ile bwana mimi wangenionea sana, lakini sini walizonipa zote nimezipokea kwa mikono hiyo miwili. Mnasifika nyinyi wasanii mkiingiaga kambini mnakuwa na michezo yenu ile ya kiutuzima, mara nyingi makundi mengi yanavunjika, lakini nikija kulifuatilia toka limezaliwa Lugoba TV mpaka leo hii bado linadumu na bado anahitaji wasanii wengine, lakini pia mpaka mkapata ushawishi nyinyi akina Mama Neema kuingia Lugoba TV kuja kufanya usaili, na maana wanakuwa na utamaduni zao, wanakuwa na taratibu zao. Hili lina ukweli wa asilimia ngapi kwamba mkiingia kambini mnafanya hivyo vitu? Kwa kawaida 1 au 2. Kwa mtu unayejielewa kwamba anakuja kufuata kitu gani kwenye sanaa, uwezo ukafanya ujinga kama huo. Mimi nafuata sanaa kama sanaa, na sija hakiki kama kuna vitu kama hivi. Kama vipo vitaonekana, kama havipo na havitaonekana. Sawa. Mama Neema, mbona kama una love bite hapo? Kama Mama Neema. Mama Neema. Poa. Uko poa? Niko poa. Bana unakuita nani? Vivian. Vivian. Wow, she's beautiful. Vivian, tuangalie kamera kidogo. Vivian. Sini yako ya mwisho kabisa kwenye audition au kwenye usairi, umeionaje? Sini ya mwisho ilikuwa nzuri. Kifupi nimefurahi kiasi chake. Yaani ile scene bwana, cha kwanza ule uhusika, kwa sababu kipindi naingia nilipewa scene nyingine tofauti na ile. Nilivyoiona nikaja nikabadilishwa tena kwenye scene ile pale ya mwisho. Kwa cha kwanza ule uhusika, yaani mimi mwenyewe kwamba sijawahi, yaani siujui, siufahamu, lakini kutokana na mazingira ambayo tuliokuepo, maisha ambayo yako mtaani, waga naona naangalia, umenielewa? Kwa hiyo nikaanza kubeba ule uhusika na pia nikatawala kwenye hiyo scene, nikajipa utawala. Kwa hiyo nilipojitawala kuwasema mbona vitu hivi labda vinaonekana mtaani au vipi, maisha halisi yapo. Kwa hiyo mimi nilipojipa utawala nikafanya kama vile Hongera sana. Asante. Nyinyi ni moja kati ya watu mnawasumbua sana madirector location. Wewe ukutani na hizo changamoto kwa umbo wanapo na madirector, hususa kama au kutongozwa na madirector? Changamoto zilikuwepo, ila kwa sasa hivi Lugoba TV changamoto hizo hazipo, kwa sababu Lugoba TV yani vitu ambavyo tunavyovifanya ni kazi kama kazi nyingine, umenielewa? Kwa sababu director atakushauri kitu gani? Director atakuja utakuwa na kudanganya tu. Kakutana na wasanii wanawake wangapi?
Umenielewa? Kwa hiyo kitu cha kuzingatia takiwa ufahamu kitu kilichonileta ni hiki ni kimoja. Kikubwa ni kufanya kazi tu. Kwa sababu huyo director mwenyewe anatafuta kama wewe unavyotafuta msanii wa kawaida. Iweje leo kwa sababu ma director usikiza nikwambie. Anatoka huko kakutana na wewe. Anakwambia mimi nitakufikisha sehemu fulani. Umenielewa? Wewe mwenyewe ukumbuke hajafika. Anajitafuta kama mimi. Umenielewa? Mimi nitatolewa director. Kafanya hivi. Umenielewa? Yule director hiyo tabia ipo, unisikilize kwa makini. Umenielewa? Kesho na kesho kutwa anakuja msanii mzuri kukushinda wewe. Director atakuacha. Na wengine walikuwa na hizo tabia yani sanaa nyuma ilikuwa ni akiona cast nzuri ipo, si binti mrembo mweupe nini, akikasirika na wewe au labda anaweza kukukata tu, story inaanza kwa sababu kashaona piskari. Au maisha Rugoba TV, nashukuru Mungu toka nije Rugoba TV hayapo. Wote tuliokuwepo tunajielewa, tunajitambua. Na endapo Rugoba TV ikifahamu matatizo kama hayo, basi utalipia Rugoba TV kwa sababu muda tunaowekeza tunaacha mambo mengi majumbani. Kwa hiyo tunachokifuata hata kizazi chetu yani kija kitegemea na kitu ambacho tulichokifanya. Iweje madirector waje kuita territory nzuri sana. Mpaka unafikia hapo umedate na madirector wangapi? Asante. Jibu tu linajitosheleza au sio? Umeionaje audition kufikia leo, lakini pia mapokeo yaliyopokelewa, wewe umeonaje? Mapokeo ni mazuri kwa kweli. Kifupi nimefurahi. Yaani mwanzoni jinsi audition jinsi ilivyokuwepo ngasema huko kuna nini, kwa nini? Kumbe nikaenda kukuta tu kumbe kuna wale kuku wa kutosha. Kwa tukakaa chini, nikakaa chini, nikanao maji, nikala hiyo kuku na hilo pilau. Au sio? Na enjoy. Enjoy. Unajipa asilimia ngapi ya kutoboa? Asilimia 95, 5 za Mwenyezi Mungu. Asilimia 95, hizo 5 za Mungu kubariki. Asante Vivian, mimi naomba uondoke. Kama kawa? Kama kawa. Unyama? Ile. Pole kama chuga hivi. Mna. Wewe kabila gani? Mimi Msukuma ndugu yangu. Msukuma? Yes. Wangaruka? Ule bora? Mbaya sana. Bale, ndio hivyo basi, nimekutana na Msukuma huyu hapa, hawa ndio washamba wanaongoza Tanzania mzima, Wasukuma ndio washamba. Bane, audition umeionaje? Audition nzuri sana. Nzuri, nimeipenda. Na na nilikuwa natamani sana Mungu anijalie niweze kuperform hii kazi. Yes. Unalipi la kuzungumza ulivyoingia ndani na ulivyotoka, yani ulivyotoka nyumbani, jinsi ulivyojiandaa na ulivyoingia ndani, inawezekana kuna tofauti umeukuta. Je, ulivyoingia ndani ulivyotoka, una kitu gani ambacho unaweza kusema is better? Sasa kweli kuna tofauti kwa sababu ukiangalia nilivyokuwa natoka nyumbani, tulikuwa tunajua kwamba tunakuja kukutana hapa kwa ajili ya hii shughuli, but nimekuja kuona kuna namna au kujifunza kuwa na performance sana au confidence, kwa sababu kwenye hii kazi nimeangalia kikubwa zaidi nataka uwe na ujasiri. Yani nataka uwe na ujasiri. Kama labda wewe ni mtu ambaye hauna ujasiri, uweze ukafiti kwenye hii kazi. Oya, hujapata hata namba ya mchumba mmoja? Mimi sijapata. Ungechukua? Ningechukua. Kwa hiyo utaenda kuchukua? Tutaona kama inawezekana kuchukua, naweza ngachukua, si unajua. Au sio? Lakini mimi sio mtu wa madem sana. Ila namba ikitokea utachukua. Tutaona. Sio inategemea na mtu mwenyewe. Inategemea na mtu mwenyewe. Ila si umeshaona kwa kuchukua namba? Mimi sijaona. Basi poa. Mimi naomba uende. Mimi nimeona. Zungumzia wale washiriki kwenye audition hapa tu Rugoba TV, lakini tu nataka nikwambie bado nitakuletea exclusive interview pamoja na wale walioandaa hii issue, tukajue wana mambo gani. Je, wametimiza wasanii wanaowahitaji ama bado? Njoo na mimi. Bale mimi niko na wewe. Bale endelea. Nani afanikiwe? Ommy Kidz tuko live kukuletea update zote. Majaji ndo wale pale wako live majaji. Mimi naenda kwa majaji moja kwa moja. Misimbea dunia. Hapa. Cha kwanza kikubwa ambacho unatakiwa uwe ukizingatie ni sauti. Wengi wenu mlikuwa mkija hapa mkizungumza, sauti mlikuwa mkizifinya sana. Hii inachangia kuona hujiamini. Sawa? Lakini wengi mliokuwa hapa, wengi mlioshiriki hili jambo, mna vipaji vya kweli kutoka
kwa Muumba wetu. Tujipongezeni kwa hilo. Kwa mmefanya kitu kikubwa. Mmefanya kitu kikubwa sana. Kila mtu ameonyesha kile ambacho amepewa. Na binafsi hata nikuonyesha hapa sawa, hakuna jina la mtu ambaye tukulitia tiki. Kwa hatukupendelea action. Mnauliza swali ndani ya action, nilikuwa nikiwaambia naenda nje niitie mtu fulani. Sawa? Tukiwa seti it's okay, unaweza ukafanya hivyo kwa sababu seti ile ni screen play. Maana yake unachokifanya pale ndio kinatoka. Sawa? Kwa hiyo unapojikati wewe msanii mwenyewe unapojikati, yani baada ya action unakati, yani wewe mwenyewe tu unajipiga kati. Ile inafanya uwezo wako uonekane ni hafifu. Kwamba wewe bado. Na ndio nani ambaye hajawahi kuigiza kabisa, nani ambaye ameshawahi. Kila mtu ana style yake ya maisha. Mimi unaweza kunipa sini nika siwezi hii nika naiweza. Sitotaja ni nani, lakini mdada mmoja alikuja hapa alisema kati ya nyinyi hapa wote ni wa kwetu. Kwa hiyo ongeleni pia kwa hilo. Hakuna ambaye tumesema huyu hajui na hakuna ambaye tumesema huyu anajua. Wote ni wa kwetu. Kwa mtashirikiana nasi pale tutakapokuwa TV inainuka. Tena itahitaji kweli. Kwa kuweni attention. Kila mtu ajue ninapotoka hapa sasa Lugoba inadai uadilifu. Tutakuwa waadilifu kwenu na tutawajibika kwenu. Tumeelewana vizuri sana kwa kile ambacho umekiona. Baada ya hapo tutatoa nafasi mwenye swali mfunga. Nisiwe msemaji sana, nadhani kiongozi amezungumza mengi. Kwa namna hiyo niseme tu tumeona uwezo wa kila mmoja, binafsi tumelizika nao. Lakini pia niseme hili kwa sababu tuna kazi ambayo iko mbele yetu tunaenda kuifanya. Lakini mimi natamani sisi tuliokuwepo hapa wote tushiriki kwenye hiyo kazi. Wote tuko vizuri. Kwa hiyo niseme tu simu namba zipo hapa. Nadhani tutawapigia simu. Sawa? Tutawapigia simu ili sasa tukae tuone namna ya kufanya ili tuanze jukumu ambalo limetufanya leo kuwa. Mimi kwanza nikushukuru yote tuliweza kuzuia katika hiyo lishe, lakini wote tumefanya, tumefanya. Kila mtu ameonyesha kile ambacho anacho, na sisi kama wana Lugoba TV au uongozi wa Lugoba TV tumesema wote tunapokea habari za utaratibu, nini kile tunaenda kukifanya kulingana na hichi tulichokifanya. Basi taarifa mtazipata kupitia namba zetu za simu. Wasanii jamani, sanaa ni kazi kama kazi zingine. Hatupaswi kukidharau hichi ambacho leo hii tunakifanya. Naamini wapo watu wametoka sehemu tofauti, si ndio? Kwa lengo kubwa la nini? La kuja kutafuta sanaa. Kwa hiyo naomba jamani tushirikiane. Tuitafute sanaa kwa pamoja. Sisi tunaelewana? Mimi nipende tu kusema kwamba ninawapongeza kwa sababu mmejitahidi. Ambaye hajui, na hakuna mtu ambaye amezaliwa anajua. Ambapo hujui basi utaendelea kuelekezwa, kwa sababu ndio maana kuna madirector wanaoweza kukufundisha wapi upite, kipi ufanye. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo hatupaswi kuogopa kwa hichi ambacho tumekifanya. Mimi nipende tu kusema nawashukuru sana, na utaratibu wote tutawapa kwa kila mmoja tunaweza tukampigia simu, tutampa utaratibu wa lini aje kambini na kipi kinafanyika. Asanteni. Kujuza kwamba tuko kwenye kampuni ya uzalishaji filamu, nazungumzia Lugoba TV inayopatikana Lugoba mjini hapa katika viunga vya Lugoba ndani ya halmashauri ya Chalinze. Yabani huko kote, wewe kama msanii kama unatamani kutimiza ndoto zako kupitia kwenye tasnia ya films, yabani Lugoba TV muda wowote na saa yoyote milango iko wazi. Njoo nani na viongozi, utaratibu ni ule. Kipaji hakijifichi. Utafanyiwa audition hata peke yako. Wakikuona unafaa,
watakuchukua, utakuwepo miongoni mwa wanafamilia. Hasa maneno yangu CEO yeye ndo kazungumza hayo maneno kwamba nafasi bado ziko wazi na bado anahitaji, kwa sababu chakula ndo kwanza, maji yameinjikwa jikoni. Kwa hiyo waongeze tena maji mengine ili mradi chakula kiliwe. Bana, mimi niko hapa na ndio maana nikakwambia tuko hapa kuanzia asubuhi, lakini mimi mwenyewe pia nimeambiwa nitapigiwa simu. Sasa sijajua kama jaji kajua uwezo wangu ni mzuri ama vipi, na mimi ni mshiriki pia, utaniona huko. Lakini tu nikujuze tu nikwambia kwamba tembelea kwenye peji zao za Instagram, Facebook, TikTok, hivyo Lugoba TV, uende ukaone kazi zao. Kama unajua kwamba huko kwingine watu wanababaisha, hebu nenda kaangalia hizo update zao zote ambazo nimekutajia hapo, alafu utajua kitu gani wanachokifanya. Lakini moja kitu ambacho kabisa ni cha kitofauti na sehemu zote ambazo mimi nimehudhuria kuangalia audition, wamekuthibitishia kwamba kazi ipo. Msaliti ile pale, nenda kaangalia Msaliti, nenda YouTube, lakini pia kuna series zingine zipo zaidi ya Msaliti. Bana, mimi naitwa Zonge Boy, Mrs. Afupendo, King of Romantic and Samboni, sio kwa na matunzo. Bana, sisi tunatoka hapa tunaenda kuzungumza kivingine. Kesho kutwa unaweza kaniona mimi niko Lugoba TV na mimi naenda kuigiza. Inawezekana nikapigiwa simu, CEO kasema mimi nipinge mimi nani. Shout wote. Kwanza nashukuru, lakini pia niwashukuru wote pamoja na majaji. Pia namshukuru Mungu kwa kunifikisha siku ya leo, siku adhimu kwangu na kutengeneza historia kitofauti. Jina naitwa Abdul Muhammad Makanjila almaarufu Zonge. Tunatamani kujua bado nafasi za kuhitaji watu bado zipo. Hii ni audition ya 3 kwa Lugoba. Nafasi za wasanii bado zipo wazi. Tunahitaji sana cast nzuri, cast zinazoeleweka. Kwa sasa tutoe fursa kubwa kwa wanawake. Tunahitaji wanawake wajitokeze. Uwe binti, uwe mama, uwe mzee. Tunahitaji uje ujiunge na sanaa. Watu wasichukulie sanaa kama uhuni. Sanaa ni kazi. Narudia kusema sanaa ni kazi na ni ajira yetu sisi sote. Kwa dirisha bado liko wazi, tunapokea wasanii. Mungu Baba uliyetuumba, uliyetukutanisha hapa, tazama Mungu tuko mbele zako, naomba kwa tusimamie. Kwanza tunakushukuru kwa kutufanya tumefanya zoezi hili salama usalimini, tumelimaliza zoezi hili kwa amani. Naomba kwa tutie nguvu, ukatie nguvu katika vipaji tulivyokuwa navyo, utufanye tuwe wasanii wazuri, utufanye tuwe viongozi wazuri, utufanye tufanye kazi nzuri zenye mvuto katika jamii yetu. Tunaomba haya katika jina lako wewe Mungu. Executive Officer, sawa, ni mkurugenzi mkuu wa Lugoba TV. Bwana bro, vipi? Safi habari. Kama kawaida. Bwana, kwanza nimefurahi kumkuta bosi rafiki. Sasa ndo jiulize, ukipeleka CV zako mbovu sidhani kama unaweza ukapata nafasi. Sawa, kwa kukuwea kigezo kwamba ni rafiki yako. Tumeona kitu mlichokifanya ni kitu kikubwa, alafu hususa wewe ni kijana ukaamua kukaa chini kwa create kitu kama hichi, uwakusanye vijana wenzio, lakini pia uwakusanye watu wengine waliokuzidi umri, ukatengeneza kitu kikubwa kama hiki. Lakini pia series zenu zinaonekana kokote duniani sasa hivi, tunaona jinsi gani vitu vyenu vinavyopushi. Uliwaza nini? Mimi kwanza niseme sanaa ni passion yangu, kwa sababu sikuanza jana, sikuanza juzi. Nasema naendeleza kwenye kile ambacho niliwahi kukifanya. Sawa, na nadhani katika hili hata wewe pia ushahidi wa hili unalo. Sawa, labda turudi kwa ajili gani leo tumeamua kuitisha hii audition. Japokuwa tuseme kwanza tunamshukuru Mungu kwa wachache waliohudhuria, kwa sababu hichi ndicho alichotubarikia Mungu kwa siku hii ya leo. Wapo waliotamani kufika kwenye audition hii leo, lakini kwa sababu zisizokuwa chini ya uwezo wao, sawa, hawakuweza kufika. Lakini nashukuru kwa wachache ambao tumekutana nao. Audition tumeifanya, ilikuwa nzuri kwa nafasi yake. Sawa, malengo kwa ajili gani tuliwaza labda sisi kama uongozi wa Lugoba TV kuita wasanii. Sawa, unajua kuna vijana wengi ambao wana passion kama ya kwangu, nao pia wanapenda sanaa, lakini bado hawajapata fursa. Umeelewa? Na kikubwa mtu anaweza akawa anaangalia kitu fulani, anatamani kufanya, lakini bado hajapata ile fursa ya kufanya. Lakini unapochukua jukumu la kuwakutanisha kama hapa, hata yule mtu aliyokuwa anashindwa kukuingilia kuja kueleza ile passion ya moyo wake, kwa mimi hichi napenda hivi, umeelewa, na yeye anapata fursa ya kuja kushiriki. Kwa hiyo tumekutanisha leo, tumewaona kumbe wako wengi wenye vipaji mtaani ambao hawajawahi kufanya, na wapo ambao waliwahi kufanya.
lakini wameona tamthilia ambayo sasa hivi iko YouTube inaitwa Msaliti. Tuko naye Hukumu ya Msaliti, tuko naye hapa bwana. Director vipi? Safi. Moja kati ya scene mimi bwana nimeipenda ile pale jamaa anamkumbatia yule dada, ile nimeipenda sana. Kwa nini hujanipa mimi? Hapana, yani haukustahili na kucheza ile nafasi. Unajua katika Hukumu ya Msaliti kila nafasi iliyokuwa pale imestahili mtu aipate. Kwa hiyo wewe una nafasi zako. Kwanza nikupe hongera sana director, alafu kijana, alafu unasimamia ndoto za watu. Endapo imetokea sasa hivi sikuombee kwa Mwenyezi Mungu, umepotea pap, kuna ndoto nyingi za watu wengi zitazimika, ina maana umezishika mkononi. Nikupe hongera iko. Lakini pia uliwaza nini ukasema hii taaluma yangu niliyokuwa nayo naipeleka Lugoba na sio sehemu zingine? Unajua, kwanza mimi nimefanya kazi sehemu nyingi sana. Fanya kazi Dar es Salaam, Zanzibar. Lakini wakati natoka Zanzibar direct nilikuwa nimepointiwa nije Lugoba TV. Kwa sababu Lugoba TV ni mtoto wa Busati TV. Kwa mkurugenzi alikuwa amenipoint nije Lugoba TV. Lakini kabla sijafika Lugoba TV, maana yake kuna majukumu mengi sana pale Busati TV. Ilibidi kwanza nidili nayo, baada ya hapo ndo nije huku rasmi. Kwa hiyo Lugoba TV rasmi kazi yangu ya kwanza ni Hukumu ya Msaliti. Kuanzia episode ya kwanza mpaka inapoendelea. Yes, nimeisimamia. Kwa hiyo nimekuja Lugoba TV kwa sababu nastahili kuwa Lugoba TV. Kuna vitu vingi sana ambavyo natakiwa nivifanye kwa manufaa ya watu wa Lugoba TV. Kwa manufaa vipaji ambavyo vinatokea Lugoba TV na sehemu nyingine. Vipaji mfano vile mtaa, kata hadi kata, muone, maana kuna watu wengine wanakaa vijijini wanatamani kutimiza ndoto zao za hicho kitu. Kwanza tuna mawazo mengi sana ya kuhakikisha tunainua vipaji vya watu wengi sana, ambavyo kama sisi ambao tunainuliwa na ambao waliotutangulia, na sisi tunainua vya watu wengine. Unajua hii ni hatua za awali. Lugoba TV kama nilivyokuambia ni mtoto wa Busa TV. Kwa hiyo bado huyu mtoto hajakuwa sana. Kwa hiyo tumehitaji watu sasa hivi ambao wana uwezo wa kujitoa wenyewe, acha mbali ambao sisi tutawafuata mitaani, ambao wakishafika hapa tutafanya kitu ambacho tukienda sasa kukipeleka mitaani itakuwa ni rahisi na wale mtaani kuamini kitu ambacho tunachokifanya. Kama umeshuhudia leo hapo wakati tunaendelea na audition, kwa tumeplay kazi ambayo tumeifanya. Maana hata msanii anapofika pale anajua kabisa kwamba mimi sipo hapa kwa ajili ya kucheza. Walokuepo hapa ni wale ambao nawaona pale. Kesho na kesho kutwa watakuja wengine huku wataniona mimi pale. Kwa hiyo tunapoenda mtaani tayari kuna kazi za Lugoba TV ziwe zimeshafika mitaani. Watu wanazitazama. Kwa hiyo unaposema bwana Lugoba TV tunataka nafasi, tumekuja kusaka vipaji kwenye mtaa wako, mtu anajua Lugoba TV ni nini. Anajua Lugoba TV imefanya kitu gani. Hapo si unanifahamu? Nimeshakuelewa. Kwanza sanaa ni wito. Ili uwepo wito lazima uone sehemu ambayo unataka uitike. Na ndio sababu nikasema kwamba nimewaza kwanza kuplay kazi ya Hukumu ya Msaliti pale. Alafu nikachukua characters ambao wapo kwenye Hukumu ya Msaliti nikamwambia nyinyi mtaungana na hawa. Ushaelewa vizuri? Sitaki kupendelea mtu. Yes, yani maana yangu ni nini kwamba hata yule mshiriki mdogo anajiona na yeye ni miongoni, yani Salama namuona pale. Ushaelewa vizuri? Lakini unacheza naye scene hapa ya kwenye audition, manake nikiharibu mimi ameharibu Salama. Akiharibu Salama nimeharibu mimi. Kwa automatic na yeye anajiona sasa na mimi ni miongoni mwa wale. Yani kifupi sanaa ni familia. Sikushindwa kwamba nije leo asubuhi. Sijashindwa kwamba mimi ndio ni mtu wa mwisho kwamba nichelewe watu wanisubiri. Sijashindwa kufanya hivyo. Lakini sanaa haina hicho kitu. Si pale tulivyokosea. Kwanza mimi niwashukuru sana. Niwashukuru pia niwapongeze. Pia nimejisikia furaha sana. Nimeona kwamba Lugoba pia ina familia ambazo zinasupportiana. Unajua watu online sisi nyinyi mna bidhaa ambazo mnauza online na sisi tuna bidhaa ambazo tunauza online, lakini bidhaa yako inaweza kauzika kupitia sisi na si bidhaa yetu inaweza kauzika kupitia nyinyi. Kwa mimi nishukuru sana. Yaani sina kikubwa sana zaidi ya shukrani, lakini pia niwapongeze. Sababu ni vijana wenzetu, pia nikupongeze maana kuna wakati mimi kasa mshiki namba 9 mbona simjui. Yaani umeona kashika mic leo anakuja naye anashiriki. Yaani kifupi Mungu aongoze sana. Aongoze na Omi Kids Online TV iwe kubwa zaidi. Mungu afungulie, aongoze tena. Bana bila kutakia kila bana, tuko na viongozi lakini pia ndio wamiliki wa Lugoba TV, lakini pia ndio wazalishaji wa filamu
zote zinazotoka Lugoba TV, kama ukiwa kama shabiki, ukiwa kama fans, ukiwa kama mdau, ukiwa kama supporter, bali nenda kawa support kwanza vijana. Wanachokifanya ni kitu kikubwa. Hapa tuko na bosi mwenyewe, atajitambulisha jina lake, lakini pia hata cheo chake akijitambulisha itakuwa vizuri zaidi. Sitaki mimi nimpambe sana. Tajiri vipi? Wewe unanipa jina kubwa sana. Ndio linakustahili upewe. Kama wewe unaona linanistahili kupewa, basi nashukuru. Basi itika. Naam. Tajiri, tunatamani kujua majina yako, lakini pia tunatamani kujua nafasi yako Lugoba TV. Kwa majina yangu naitwa Samuel Michael Maginga almaarufu Rich. Mimi ni kiongozi wa Lugoba TV. Nimesimama kama manager director wa Lugoba TV. Yeah. Sawa, bali hapa tuko na PM, si ndio? Manager we. MD. Yes. Tuko naye hapa. Kwa hiyo huyu mimi nitakutana naye baadaye behind. Wewe cameraman usio mbea. Taongea naye. Lazima atatupa ila maji hapa leo. Ngoja kwa nipandishe suruali. Hukumu ya msaliti. Kwa nini ulikuwa msaliti namna ile? Au ndo maisha yako nje? Hapana. Unajua namna ambavyo director anakuandaa kwenda kufanya kazi ndivyo ambavyo unatakiwa kuipokea. Kwa hiyo haimaanishi kwamba kile nilichokifanya ndio uhusika wangu hapa. Hivi shemeji kwenye ile scene ile pale mko kitandani pale, shemeji nyumbani hajaumia? Ugomvi au kuwepo jalala mzungu wanne? Unajua uzuri ni kwamba anaelewa ninachokifanya. Kwa hiyo haijasumbua sana. Kaka Richi kaka. Kweli haijasumbua. Sasa hivi wanawake wanaandika talaka. Nadhani labda kwa watu wengine, lakini kwangu mimi mke wangu anaelewa sana. Basi mimi naomba nimpe maua yake shemeji yangu. Nashukuru. Tumeona kitu mlichokifanya ni kitu. Unajua kama unavyojua kwa kanda yetu hii, kwa namna ya mapokeo kwenye sanaa bado kidogo, na ndio maana unakuta mara nyingi sana tumekuwa tukiandaa utaratibu wa kutafuta watu angalau kuwe na ile msukumo mkubwa wa kuweza kuamini kwamba sanaa ni kazi kama kazi zingine. Lakini kwa mapokeo, kwa namna ambavyo sisi tulivyoanza na sasa ni tofauti. Kwa tunashukuru mambo yanaenda vizuri. Utaratibu wetu sisi tunapatikana Lugoba. Ukifika Lugoba nadhani utatupata, kwa sababu kwa sasa hivi ni maarufu kidogo. Ukiuliza tu naulizia Lugoba TV walipo, basi watakufikisha. Na labda kama kuna mtu yoyote atahitaji kujiunga, tunamkaribisha. Nafasi bado zipo. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote. Na utaratibu wa mtu anayotaka kujiunga ambaye hajapitia kwenye audition, utaratibu wake ukoje? Kuna chochote anatoa ama? Nadhani hilo ni utaratibu wa viongozi. Utaratibu wa viongozi. Yeah, utakapofika nadhani watakupa utaratibu. Okay, sawa. Baada bosi, kuna mlezi wa Lugoba TV, lakini pia niko na kiongozi mwenye atajitambulisha nafasi zake, lakini mimi namjua kama Salama. Hilo lingine kajiongezea Salama mambo mengi. Leo atatuambia mambo mengi yametokana na nini. Madam, mambo poa? Umependeza. Asante. Au uzuri unachangia? Sana. Tunatamani kujua majina yako pia. Kwa majina yangu naitwa Loveness James Pondamali. Yeah. Ni mlezi? Ni mlezi wa Lugoba TV. Sawa. Madam, tumeona umepokea mabinti. Wewe ukiwa kama mlezi, changamoto gani unakutana nazo hususa kwa mabinti? Changamoto kwa kweli, kila mwanadamu ana changamoto yake, lakini sisi kama Lugoba TV tuna uwezo mkubwa sana wa kuwalea na kuwa protect kwa kila hali. Kwa hiyo changamoto sio kubwa, ni za kawaida tu. Unaonaje mwamko wa sanaa hususa katika viwanja hivi, viunga hivi vya Lugoba? Kiukweli kwa mwamko bado, ila mimi niendelee tu kusisitiza tunahitaji sana wasanii, na nasema ya kwamba huko walikojificha basi waamke, wajue kwamba sanaa ni ajira, wajitokeze kuja kufanya hii kazi. Hii kazi inamtambulisha mtu popote pale alipo, na sanaa sio uhuni. Wakati mwingine pia wazazi majumbani huwa wanazuia sana watoto wao kutoka. Mimi niseme sanaa iko kwa kila rika, kwa mama, kwa baba, kwa mzee, kwa kijana. Hata watoto pia tunawahitaji waje wafanye sana. Kwa hiyo wasiwazuie sana watoto wao kuja kufanya kazi. Kazi hii ni ajira, hata serikalini inatambulika. Yeah. Salama mambo mengi.
Yeah. Mambo vipi rafiki yangu? Mambo poa. Uko poa? Yes. Yaani kila siku unavyozidi kuzeeka unazidi kuwa mzuri, alafu unazidi kuwa mrefu zaidi. Tupe siri ya mafanikio mama. Kula sana, kupunguza hasira, kupunguza makasiriko, chuki binafsi na achana nazo. Ushaacha kula maharage sasa? Maharage nakula. Nakujua. Salama, kipindi Lugoba TV inazaliwa mlikuwa zaidi ya watu 60, lakini mpaka sasa hivi nikija kuangalia mnazidi, yani mlikotokea siko mlipo sasa hivi. Lakini kwa jiji mnachokifanya, jiji mnatamani msogee pale, yani wao walipo wao, sio mlipo nyinyi kwa sasa hivi kwenye kazi, lakini kwenye watu nyinyi mko chini sana. Kitu gani unaweza kukizungumzia? Mimi naamini kila mafanikio yana changamoto yake. Kwa unaweza ukaa mko 100, 200, 300, ila siku unavyozidi kwenda zile changamoto, kuna mwingine anashindwa kuvumilia, anaamua bora nifanye kitu kingine. Hasa swala zima la sanaa. Sanaa ni ngumu. Yaani mtu anavyotuona huko kwenye TV, mitandao, unajua ni watu kawaida. Hapana, sanaa ni ngumu. Changamoto ziko nyingi sana. Hasa mmoja kambi, masuala ya kushuti, ni mambo mengi. Kwa mwingine anaamua mbona kama napoteza muda wangu, ngoja nikajichili sehemu nyingine ili maisha mengine yaendelee. Hiyo ndio sababu kubwa sisi kupungua kwenye asilimia ngapi mpaka sasa hivi tulipokuwa. Sawa. Kwa nini uliamua kujiita Salama Mambo Mengi? Mimi Salama Mambo Mengi, na sijaamua kujiita Salama Mambo Mengi, ila hili ni jina langu kutokana na mambo yangu tu alivyokuwa mengi. Huenda kuna mtu anafikiria tofauti uko alipo, Salama Mambo Mengi labda anafanya mambo gani. Hapana, mimi ni msanii. Ukiacha masuala ya sanaa iko nyingi. Kuna maigizo, kuna ushonaji, kuna uchoraji, kuna ufundi. Kwa mimi nina maigizo. Pia mimi ni mshonaji. Pia mimi ni MC. Pia kwa nimejikuta watu wanataka kuita Salama Mambo Mengi. Kwa hivyo na mimi kajiona ni kweli mimi Salama Mambo Mengi, mpaka sasa hivi naitwa Salama Mambo Mengi. Wewe ni mzazi lakini pia ni mama, ni mke wa mtu. Unakutana changamoto gani pindi tu location inavyokuhitaji saa 2 usiku mpaka unaenda kulala kambi? Wewe ukiwa kama mke wa mtu, hiyo changamoto inakukuta vipi? Kikweli nashukuru Mungu, mume wangu ananipa support. Kwa sababu nikimwambia nina set wiki ijayo, basi ananiambia sawa mama, wewe nenda kafanye kazi. Kwa nakuja Rugoba ama nakaa Chalinze. Nakuja Rugoba, nafanya ni wiki, nafanya kazi zangu ni wiki, narudi nyumbani na hamna changamoto yoyote. Changamoto gani unakutana nayo ukirudi nyumbani, hususa kwa baba? Kila kitu sisi tuliamua kukiweka wazi, hususani mimi kwenye familia yangu. Kwa familia yangu wanajua ni kitu gani ambacho mimi nafanya. Pia inanisupport sana. Kwa hiyo kwenye upande huo namshukuru Mungu. Ninapokea support kubwa sana kutoka kwa mume wangu na familia kiujumla. Asante. Mimi nina challenge moja tu. Naomba hizi simu. Na challenge moja nataka niifanye kwenu. Nataka mfunge kipindi nyinyi pamoja. Wote kwa pamoja. Tutachapiana. Okay. Omikid TV, sisi kama wasanii wa Lugoba TV tunawapenda na tutawasapoti, tutaendelea kusapotiana kila la hatua na kila njia tunayopita. Mimi Salama Mambo Mengi naitakia heri Omikid TV. Bwana, mimi kama unavyoniona naitwa Madam Love. Kiukweli leo pia nimepata surprise kukutana na ndugu zangu hapa Omikid. Wanafanya vizuri jamani. Tusiache kuwafuatilia kila hatua. Kwenye mitandao yote ya kijamii wanapatikana hawa watu. Waite mahali popote, watakufikia kwa wakati. Omikid moto.